Ni ukweli, tuna hali ambayo mtu anapitia ndani ya maisha, anakosa tumaini, unakosa matumaini ya kuishi, unapoteza focus yako ya maisha. Tuna mambo ambayo inakusumbua, unafika mahali unakata tamaa. Vile tumesikia katika Kumbukumbu la Torati 8 mstari wa 3, Biblia imesema alikutweza akakuacha uone njaa, hatimaye akakulisha kwa maana usiyoyajua wewe wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu aishi kwa mkate tu, bali uishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Magharibi ya leo nataka tuingie mbele za Mungu. Najua umelia vya kutosha, umehangaika vya kutosha, umeomba vya kutosha, umetafuta vya kutosha, umejiwachilia vya kutosha. Hii hoja umepeleka mbele za Mungu vya kutosha. Mchana huu wa leo, hata kama umekata tumaini, mwanangu, nataka ushike tena moyo mkuu, nataka uinue tena imani yako. Inuka mbele za Mungu, mwambie dadi, nimegundua ya kwamba chochote ambacho napitia ndani ni funzo ambalo unanipa ushuhuda wa kesho. Nimegundua hali hii ambayo napitia ndani ili nipate nguvu za kusaidia wengine kesho. Unanitengeneza jinsi umesema katika maandiko, uliniacha nione njaa, nirarukiwe, nikose makazi, ili wakati ambayo naenda kuipata, Mungu, utukufu ukurudie. Nataka ufungue kinywa chako mchana wa leo kwa sauti yako. Shukuru Mungu kwa kila hali ambayo unapitia. Ambia tu Mungu, Baba, nimejua ya kwamba wewe ndiye Mungu na una sababu ndani ya maisha yangu. Chochote ambacho nimekuwa nikipitia, naipitia kwa ajili ya ukuu na utukufu wako. Ambia tu Mungu jambo mchana wa leo, jioni ya leo. Ndugu dada, simama mbele za Mungu, mwambie ni asante. Umejaribu ndoa vya kutosha, haiendi, mambo yenye unahitaji kwa ndoa yako haifanyiki. Ambia Mungu ni asante kwa sababu amekufungulia magharibi ya leo, ya kwamba amekuacha ili ushike sheria na amri zake katika jina la Yesu. Nataka upase sauti yako. Umejaribu biashara, imekataa. Umewekeza pesa mingi, zimekataa. Umejaribu huduma, imekataa. Umejaribu masomo, imekataa. Chochote ambacho unajaribu kimekataa. Maisha yamekuwa tight, yamekukalia ngumu. Kumbusha Mungu katika Kumbukumbu 8 mstari wa 3 ya kwamba alikutweza akakuacha njaa. Haleluya. Ambia Mungu jambo, alikuacha uone njaa ili akulishe katika maana usiyojua wewe wala baba zako, katika jina la Yesu. Inua tu sauti yako kwa hali yote ambayo umekuwa ukipitia. Imekuwa ni funzo, Mungu amekuwa akikufundisha. Anasema katika kitabu ya Zaburi ya kwamba anaandaa, anatia, anafundisha mikono zetu vita, ili wakati vita inapotokea tupate nguvu za kupigana. Mungu amekuandaa. Ambia dadi, yatosha. Baba, kama ni mapenzi yako itoshe, huduma ikue, jamii ikue, familia ikue, watoto ondoa uharibifu na masumbufu ndani ya watoto katika jina la Yesu. Mchana huu wa leo, fungua kinywa chako, ongea tu na Mungu. Yeye ni mwaminifu, anakujua, anakupenda, ameandaa. Anasema ya kwamba hata wacha mwenye haki, hata muacha hadi aanguke, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Na kuombea mama
kuombea baba, na kuombea kijana katika hali yote ambayo umepitia ndani, umekata tamaa. Mchana wa leo natuma nguvu za Roho Mtakatifu juu ya maisha yako, akusaidie, akuondolee kilio, akupanguze machozi katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako, mwaliana na Bwana, ongea na Mungu, yeye ni mwaminifu. Baba, wa vijana hawa kwa mchana wa leo, Yesu Kristo, walimaliza shule, wametafuta kazi, wamechoka sasa, wamekata tamaa. Wengine hata wamekimbilia sasa madawa za kulevya dadi. Wengine Baba wametoka katika Baba njia zako Yesu Kristo, kwa sababu hali ya maisha imewasumbua, wamekata tamaa. Baba, jioni hii ya leo, magharibi ya leo, narudisha maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Baba, kwa neema kuu katika mbinu zako Yesu Kristo za mbingu, Baba, fungulisha vijana hawa mahali penye wamepitia, chochote ambacho wamepitia, wameteseka vya kutosha. Yesu Kristo Baba, kwa neema yako Baba, waonyeshe ya kwamba wewe ndiye unawafundisha vita. Jehova Jire Baba, tenda tu jambo ndani ya maisha yako ili Jehova Jire Baba wakaweze kujua ya kwamba wewe ndiye Mungu. Jehova Jire Baba, kwa kila kitu ambacho wanafanya, wanapoenda Jehova Jire Baba, tuma Roho wako Mtakatifu akawatangulie, wape kibali ndani ya maisha yao, wape kibali dadi, wewe ni mwaminifu. Asante dadi, asante dadi, asante dadi, asante kwa ajili ya kazi kubwa ambayo unafanya. Asante Mungu mkuu, asante Jehova Jire hata kwa ajili ya madhabahu haya PFI. Tumekuona, tumekuita Yesu. Jehova Jire, hakika umetenda jambo jipya ndani ya madhabahu haya, nami nakuinua, nasema ni asante. Nabarikisha kila mmoja ambaye amehusiana na madhabahu haya Jehova Jire Baba, wanapokulilia ndani ya madhabahu haya, sikia Jehova Jire kazi ambayo wametenda mahali hapa Baba, watendee. Asante Jehova Jire, hata watazamaji wetu Baba wa YouTube Baba, wa Facebook Jehova Jire Baba, tunawakabidhi mikononi mwako. Watazamaji wetu Baba wa PFI TV Baba, wako mikononi mwako, watawale, wainue Jehova Jire, kutana na mahitaji yao katika jina la Yesu Kristo tunaomba tukiamini. Sema amen, sema amen. Uko na hitaji na umejisikia magharibi ya leo tu, uko na hitaji, naomba songea hapa mbele. Nataka Mungu akakuonekanie jinsi anavyoonekania wengine katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Songea tu. Asante, asante kwako. Simamia hapa, karibu hapa. Wengine wakuja kipande hii. Asante dadi, asante.